Nimepata orodha ya watu waliotekwa ndani ya miaka kadha wa kadha, almost watu 83. Huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, kashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa. Kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude, ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi. Unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo. Huyu mwanaharakati wa Uganda, msichana anaitwa Agatha Atuhaire, wamekuja hapa kwenye shughuli zao hizo za kuhudhuria mahakamani. Huyo mtu amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni kama watu wa vyombo. Mimi sina hakika kama watu wa vyombo, kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Nimemwona anaongea kwenye YouTube kwa uchungu kabisa kwamba kaenda mahali akavuliwa nguo, akafanywa udhalilishaji na akaenda kutupwa mpakani. Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi, amechukuliwa, anavuliwa nguo, anadhalilishwa, anatupwa mahali, ungejisikiaje? Ni kina nani hawa wenye ujasiri? Huyu mwingine Boniface Mwangi. Boniface Mwangi naye mwanaharakati kutokea Kenya, ambaye naye alikuwa amekuja kuhudhuria kesi pale, kuhudhuria kwenye kesi. Boniface na yeye tumemwona sasa, nafikiri kwa Serena Hotel. Watu wanabisha, wanajitambulisha kwamba ni watu wa viongozi wa vyombo vya dola. Nimeona kwenye YouTube wanaongea nao kwamba jamani, mmekuja usiku sana, njoni kesho nini na nini. Vyovyote vile ambavyo imekuwa, lakini sasa mtu amechukuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni vyombo vya dola, wameenda naye. Sasa baadaye mtu anaokotwa mpakani kule Horohoro, Tanga. Sasa kunakuwa na picha gani sasa? Mimi siamini kabisa, nasema tena siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa au magereza au jeshi lolote, wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini. Narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati, vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote. Na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola, alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa ametupwa, si watasema ni nyie? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya. Hakipo.